Segerea hamjambo? Mbona nahisi kama mnaumwa? Nahisi kama mnaumwa kama ninavyoumwa mie. Mko vizuri eh? Haya, naomba tafadhali tukunjeni ngumi tafadhali. Segerea kunja ngumi tafadhali. Babangu, mbona ukunji ngumi umenuna? Mama kakukera nyumbani? Pole. Segerea people! People! Asanteni sana. Mheshimiwa Meza Kuu, itifaki nimezingatia vyema. Ndugu zangu wana Segerea, licha kuwa hali yangu haiko vizuri, lakini nikasema sitawatendea haki ikiwa leo nitakosa kuja kuzungumza nanyi watu wa Segerea. Licha ya mvua ya hapa na pale, nimeambua mlikuwa wengi kidogo, lakini kutokana na mvua tena watu wengine wameondoka, lakini hata hivyo nyewe mliobaki naomba mjipongeze tafadhali. Asanteni sana. Ndugu zangu wana Segerea, mimi na mambo mawili matatu ya kuzungumza na nyinyi. Jambo la kwanza, mnajua kama katika nchi yetu hakuna demokrasia ya kweli. Licha ya mfumo wa vyama vingi ambao tulokoko nao, lakini hakuna demokrasia ya kweli. Wiki moja iliyopita ndugu zangu, mwenyekiti wetu tulikuwa naye kanda ya kusini. Alikuwa anafanya shughuli zake za chama na shughuli zake za siasa kwa ujumla. Lakini kilichompata, wamembambikizia kesi ya uhaini, kitu ambacho sio kweli na sio sahihi kufanya hivyo. Sasa ninaposema kuwa hakuna demokrasia ya kweli wala hakuna haki katika nchi yetu, ni kutokana na matendo haya yanayoendelea yanayosababishwa na serikali ambayo ilikuwa huko madarakani. Sisi baraza la wanawake Chadema tunalaani vikali na tutaendelea kulani kitendo cha mwenyekiti wetu kuwekwa ndani. Na nawaambia mahakama, ikifika tarehe 24 tunataka mwenyekiti wetu aachiwe huru pasi na masharti ya aina yoyote. Vinginevyo, ikiwa hawatomwachia huru, BAWATA tutachukua hatua zinazostahiki. Ndugu zangu wana Segerea, kwa muda wa miaka 25 sasa tangu mfumo wa vyama vingi uanzishwe mwaka 92, tumeingia katika uchaguzi mwaka 95, mwaka 2000, mwaka 2005, 2010, 2015, tukenda mpaka mwaka 2020. Wana Segerea, nyinyi wenyewe mashahidi, mmekuwa mstari wa mbele kwenda kupiga kura na kuchagua viongozi ambao nyinyi mnawahitaji, lakini viongozi hao hawapewi nafasi ya kuja kuongoza. Hii kweli ni demokrasia? Tuna sababu gani sisi wananchi wa Tanzania kuendelea kukubali kwenda katika uchaguzi? Tunasema no reform, no election. Na tunapozungumzia no reform, no election, tunahitaji sheria za mabadiliko mbalimbali ya sheria za uchaguzi ili kusudi tuweze kwenda kuingia katika uchaguzi wa haki na uhuru. Tutakapokwenda katika uchaguzi wa haki na uhuru, watapatikana viongozi ambao wanatokana na nyinyi, ridhaa ya wananchi wenyewe, ambao watakaoweza kuwaletea maendeleo. Ndugu zangu wana Segerea, imefika wakati sasa wa kusimama kwa pamoja. Nataka niwaambie, hii ni nchi yetu, hapa ni nyumbani kwetu. Hivyo tuna haki na wajibu kila mmoja kufanya maamuzi yanayostahiki kwa ajili ya maslahi mapana ya nchi yetu. Tushikamane kwa sauti moja, tutoke tuseme hapana, twendeni tukadai no reform, no election. Tukadai mabadiliko mbalimbali ya sheria za uchaguzi ili tuende katika uchaguzi ulio huru na haki. Ndugu zangu, kwa kuwa afya yangu haiko vyema, niwaombe sana kina mama wenzangu, tutokeni kwa sauti moja, twendeni tukadai sheria mbalimbali za uchaguzi. Kina baba na nyinyi vile vile msibaki nyuma, tudaini sheria mbalimbali za uchaguzi. Wanavyosema wao eti sisi
tunaogopa uchaguzi. Sisi hatuogopi uchaguzi, bali tunawapigania Watanzania haki zao kuweza kupata fursa ya kuchagua viongozi wanaotokana na ridhaa yenu nyinyi wananchi, na wala sio kwamba sisi tunaogopa uchaguzi. Si kweli, na ndiyo maana tunapigania sheria mbalimbali za uchaguzi. Ndugu zangu wanasegerea, kwa hayo machache ambayo nilosema, ninaomba sote tusimame kwa pamoja, twendeni tukadai sheria mbalimbali za uchaguzi. Moja kwa moja naomba nichukue fursa hii nimkaribishe mwenyekiti wa kanda Pwani Boniface Jacob. Karibu sana.